Mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana kuzitazama zile zilizo happen kutoka anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinazungumzwa sana kunako anga la michezo hivi sasa. Ikumbuke kwamba Wallace Karia, rais wa TFF na Sekafa, yupo nchini Misri ambapo walikuwepo katika jukumu moja la kuhakikisha wanachagua viongozi ambao watakuwa wanaiongoza kafu kwa miaka minne ijayo. Kumbuka kwamba katika uchaguzi huo Wallace Karia alikuwa katika kinyang'anyiro cha kuwa katika kamati ya utendaji wa kafu, lakini pia Patrice Motsepe alikuwa anaitetea nafasi yake ya kuwa rais wa kafu kwa miaka mingine minne. Mengi zaidi yaliongelewa na mengi zaidi yalifanyika, lakini pia kwa upande wa Engineer Hersi alikuwepo pale kwa zumuni moja tu la kuhakikisha kwamba wanatia saini ya mashirikiano ya kati ya hizo mamlaka mbili ambazo zinasimamia masuala ya mpira hapa Tanzania. Tukizungumzia chama cha vilabu Africa ACA pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Africa CAF, ambapo walitia saini ya mashirikiano kwamba kuna baadhi ya kazi watakuwa wanashirikiana kati ya ACA pamoja na CAF. Lakini mara baada ya kumalizika kwa tukio hilo, imenukuliwa kwamba Engineer Hersi alisafiri kutoka Misri kuja Tanzania moja kwa moja, na mpaka zoezi la upigaji kula linafanyika, basi Engineer Hersi alikuwa kashasafiri, kashatoka Misri, yuko zake Tanzania, mpaka pale ambapo rais wa CAF anataka kumtambulisha Engineer Hersi alikuwa ameshakwisha kutoka, kashafika zake Tanzania kwa mechi ya kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation, ambapo Young Africans walikutana na Coastal Union, game ambayo ilitamatika kwa ushindi wa mabao 3 kwa upande wa Young Africans, ambapo Coastal Union wao walipata bao moja la kufutia machozi. Mambo yalikuwa mengi sana mara baada ya kutamatika kwa game hiyo, kwa sababu ilikuwa ni game ambayo ni ya kwanza toka ambapo game ya derby ya Kariakoo ya Simba na Yanga iahirishwe. Lakini mara baada ya kutokea hivyo sasa, tumeona vilabu tofauti wameweza kumpongeza Wallace Karia kwa ushindi huo, ambao wamechaguliwa kuwa moja kati ya wanaotajwa kuwa katika kamati ya utendaji wa kafu. Basi tuliona kwa upande wa klabu ya Simba Sports Club waliweza kumpa pongezi, lakini vilabu tofauti, lakini pia kwa Young Africans wao walifanya tukio hilo jioni sana, muda ambao Simba Sports Club, TFF na wengine wengi walikuwa wamesha kuisha kumpongeza. Lakini pia kwa upande wa Engineer Hersi, yeye aliweza posti ya kumpa pongezi kwa ajili ya ushindi huu alioupata. Ilikuwa ni jioni, ilikuwa ni usiku ambapo Engineer Hersi aliweza kufanya hivyo. Lakini kwa upande wa Young Africans, ilivyofika saa 6 usiku, posti ya kumpongeza Wallace Karia waliondoa kunako mitandao yao ya kijamii yote, Instagram, Twitter, Facebook, pale pote ambapo walikuwa wameposti wakaiondoa posti hiyo. Ni nini kinaendelea kati ya Wallace Karia pamoja na Young Africans? Kumbuka mpaka sasa Young Africans barua yao ya masaa 72 ambao walikuwa wameituma, barua yao ya kuhitaji alama 3 ambao walikuwa wameituma kutoka bodi ya ligi, ambapo walitaka bodi ya ligi ikae kikao cha masaa 72 na pia kuamua nini kinachoendelea kunako derby ya Kariakoo ambayo imeahirishwa. Mpaka sasa hatujasikia kitu chochote kutoka katika bodi ya ligi na TFF. Mambo yanazidi kuwa mengi sana kuelekea kwa derby hiyo ambayo iligailishwa, lakini kwa wanachokitaji Young Africans ni pointi 3, wapewe pointi 3 na ushindi wa mabao 3, ndio kitu kikubwa ambacho wanakitaka Young Africans. Tofauti na hivyo, wao hawaelewi kabisa, na wamesema kama bodi ya ligi kama hawataweza kutoa kitu ambacho kinaeleweka, basi Young Africans watapanda ngazi za juu zaidi, na maana kesi yao wataipeleka CAF. Kunazo sababu ambazo wao wamezitaja kwenye hiyo barua yao, ambayo wao walikuwa wanadai, wanasema ni haki yao kupewa pointi 3. Moja kati ya vitu vingi ambavyo vinaendelea kunako anga la michezo. Lakini pia kwa kazi ambazo watazifanya rais wa
TFF na Sekafa, tunamzungumzia Wallace Karia, mara baada ya kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Ana majukumu muhimu ambayo anahitaji kuyafanya, ni pamoja na kushiriki katika maamuzi makubwa ya kuhusu uendeshaji wa CAF na kuhakikisha utekelezaji wa sera na matumizi ya mkutano mkuu wa CAF. Lakini pia majukumu mengine ni kushiriki katika upangaji na usimamizi wa mashindano ya CAF AFCON, pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika na shirikisho na AFCON ya wanawake, na kuhakikisha kuwa na mashindano yanayofuata viwango na kanuni za CAF na FIFA. Lakini masuala ya kifedha, udhibiti wa rasilimali na kusimamia bajeti na kuhakikisha fedha za CAF zinatumika kwa uwazi na ufanisi. Aidha, kushiriki katika maamuzi kuhusu udhamini na mapato ya CAF. Lakini pia majukumu mengine ni kushughulikia migogoro kati ya vyama vya soka vya kimataifa na klabu, wachezaji na wadau wengine, pamoja na kusimamia utekelezaji wa maamuzi na nidhamu ya sheria zote za soka. Lakini kusaidia miradi ya maendeleo ya soka kwa vijana na soka la wanawake, pamoja na program za makocha na matumizi, pamoja na suala la miundombinu ya soka barani Afrika. Lakini pia ni kuwakilisha CAF katika FIFA na mashirikisho mengine ya soka duniani, pia kuhakikisha mahusiano mazuri kati ya CAF na mashirikisho mengine ya soka ya kimataifa wanachama. Hayo yalikuwa ni baadhi tu ya majukumu ambayo Wallace Karia ataweza kuyafanya kunako kamati hiyo ya utendaji ambayo amechaguliwa Wallace Karia kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira barani Afrika, tunazungumzia CAF. Lakini Patrice Motsepe amechaguliwa kuiongoza CAF kwa miaka mingine 4. Atakuwa rais wa CAF kwa miaka mingine 4, kama jinsi ambavyo uchaguzi ulifanyika na Motsepe akawa rais wa CAF kwa mara nyingine. Huenda basi hata hili sekeseke la Simba na Yanga huenda likajadiliwa na likatolewa ufafanuzi kama jinsi ambavyo inaelezwa. Kamati ya masaa 72 tunasubiri nini watakitoa. Basi ukiona taarifa kwa umma ujue ni jambo la Young Africans dhidi ya Simba kuelekea kwa dabi ambayo iliahirishwa. Bana, nikukaribishe kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea habari za michezo kutoka kila kona ya Tanzania. Kama ndo huja subscribe, basi nikwambie umekwisha kupitwa na taarifa nyingi na umechelewa sana. Basi siku ya leo hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zinazokujia kila siku, kila wakati, mara baada tu tunapokuwa kuletea hapo, uweze kujua ni nini kinaendelea katika anga la michezo. Lakini pia comment yako ni muhimu sana. Usisahau kucomment hapo katika comment section. Mimi nitakuja kupita nayo kunako wasaa wa kusoma comment. Unaambiwa kwamba kipa wa Young Africans Djigui Diarra huenda akatimka kunako klabu ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu. Wapi anakotajwa kwenda na nini kimetokea mpaka Djigui Diarra aondoke kunako klabu hiyo ya Young Africans, licha ya kwamba kuaminiwa kwa misimu kadhaa mfululizo kuwa kama goalkeeper nambari 1. Nini kilichomsibu na nini kinachoendelea? Basi taarifa kamili tunayo hapa HNT Media. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha unabaki nasi ili ujue ni nini kinaendelea.